Basi karibu sana asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kutujalia uzima pamoja na rehema. Sasa leo hii ningetaka nikufunze ndoto hizi tano zenye maana kubwa sana maishani. Ndoto tano zenye maana kubwa maishani mwako. Hupaswi kuzipuuza wala kuzichukulia kwa wepesi ama kwa mzaha. Unapoziota moja kwa moja Mungu ananena nawe. Ndoto ya kwanza ni ndoto unayoota umekufa ama unaota na watu waliokufa. Mambo mawili, kuota na matanga yako, mazishi yako, ama unaota na watu waliokufa. Sasa ndoto hii inakuashiria ama unazungumziwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Wewe mwenyewe ukiota umekufa, unaambiwa katika ulimwengu wa kiroho uko dhaifu, una udhaifu. Inawezekana ikawa pia ni ujumbe unaambiwa kwamba angalia sana, pigana na roho ya kifo, unaweza ukafariki kabisa. Lakini pia unazungumziwa ya kwamba katika maisha yako ya kiroho uko mdhaifu, unahitaji kufanya jambo. Ni kama vile simu inapoisha charge, ujue ya kwamba itakupa itatoa sauti fulani, yani inakupa alert ya kukuambia kwamba charge imeisha. Sasa usipoishughulikia ile simu itazima. Sasa unapoenda kuiweka kwenye charge, inaanza kujichaji, inapata moto tena. Kwa hiyo pia katika maisha yako unazungumziwa kiroho, umekuwa dhaifu au una nguvu, unahitaji kuchaji. Kwa njia gani utajichaji? Unachaji maisha yako ya kiroho kupitia maombi. Unatakikana ukaweze kuomba sana. Na pale unapoota na watu waliokufa, basi ndoto hiyo sio nzuri kabisa. Hiyo ndoto inakuzungumzia kataa roho ya mauti maishani mwako. Kataa roho ya mauti. Maana Biblia inasema katika Mhubiri 9:5. Kitabu cha Mhubiri 9:5, ningependa uisome kwa wakati wako. Mhubiri sura yake ya 9 mstari wake wa 5. Inasema hakuna mapatano kati ya walio hai na waliokufa. Ndoto ya pili, ukiota unafunga ndoa ama unalala na mtu unafanya tendo la ndoa na mtu kwenye ndoto, ama unamuona mtu amevalia vazi la harusi, ama wewe unajiona labda umevalia vazi la harusi, umevalia suti kwa ajili ya sherehe ya harusi, ama umevalia ile tunahitaje shera, unaona umeivalia. Please, ndoto hii sio nzuri. Hii ndoto inaashiria mashambulizi ya kizazi. Unaenda kushambuliwa katika eneo la kizazi. Na watu wengi ambao wanaota ndoto hii ama hizi ndoto huwa wanapitia changamoto kubwa sana maishani. Wanapitia changamoto kwenye eneo la mahusiano, wanapitia changamoto kwenye ndoa, wanapitia changamoto kwenye uchumi wao. Kwa hiyo ndoto hii sio nzuri. Unahitaji utumie andiko ile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 16 mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza 16 na mstari wa 6, yani 1 Corinthians chapter 16 and verse number 6 itakusaidia. Unaota unaanguka umbali mrefu, hiyo ni ndoto ya tatu. Unaona uko juu, unaanguka kutoka pale juu hadi chini, ama unatumbukia kwenye shimo, unaanguka kwenye kina ambacho ni kirefu, unaona haufiki mwisho. Basi ndoto hii sio nzuri. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 na mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 aya ndogo 12. Unatakiwa uwe makini. Ndoto hii inakuzungumzia kwamba unatakikana uwe makini maishani mwako kwa kile unachofanya. Be sensitive
Sasa mara nyingi hawa watu ambao huwa wanaota ndoto hii huwa wanafanya maamuzi ambao wanakuja kuyajutia baadaye, maana hawakuwa makini. Wanafanya maamuzi ambao wanakuja kuyajutia baadaye. Kwa hiyo kama umekuwa ukiota unatumbukia kwa shimo, ndio ni spiritual cage. Unafungwa kwenye mashimo ya kichaa, umenaswa. Watakikana kuwa makini sana maishani. Kama umeota ndoto hii, usije ukafanya mambo ama maamuzi ambao utakuja kuyajutia baadaye. Kwa hiyo kuwa mwangalifu sana. Ndoto ya 4, ukiota unakimbizwa. Ndoto hii ni common dream, watu huota sana. Muda wote unapoota unakimbizwa, hii ni ishara kuonyesha kuna nguvu za giza zinapigana nawe. Kuna watu wanafata hatima yako, kuna watu wanafata kitu fulani cha maana sana maishani mwako. Sasa madhumuni yao ni kwamba usifaulu na usiwe na amani maishani. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini na kuomba sana. Uombe sana, maana wanafuatilia kitu fulani. Kuna kitu uko nacho speciali, kuna kitu uko nacho cha maana, ni hatima yako. Kuna kitu wamekiona, wanataka wakunyang'anye. Biblia inasema shikilia sana ulicho nacho. Kwa hiyo angalia sana, maana nia yao ni wahakikishe kwa maisha yako unajuta, unalia, unakosa amani. Ndoto ya mwisho ni ndoto ambao unaota uking'atwa na nyoka. Nyoka na kung'ata ama unaumwa na nyoka. Basi hii inaashiria roho ya magonjwa na pia vita vingi maishani. Watu wengi ambao unaota unaumwa na nyoka, utapitia vita vingi. Vita ambaye hata zingine wele inatokea wapi. Utakuta unachukiwa, unadharauliwa, na madeni, umasikini, magonjwa. Magonjwa yatakuandama, kisukari, mshinikizo wa mawazo, yani depression. Utakumbwa hata na kansa, yani magonjwa mengine sugu yatakusumbua, maana haya yanatokana na nguvu za giza. Kwa hiyo unapokuwa na tatizo hili, usisahau kusoma kitabu cha Luka 18, Luka sura yake ya 10 aya ndogo 18 na 19. Itakusaidia kupambana na hii. Yesu akaambia wanafunzi wake, nikamuona shetani akianguka kama umeme. Kwa hiyo unahitaji kuomba matatizo haya, ugonjwa huo ambao unakusumbua sugu, ikaweze kuanguka kama umeme. Kisha 19 Yesu anasema, nimewapa nguvu na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nguvu zote za yule adui, wala hamna kitu kitakudhuru. Kwa hiyo hii ni ya maana sana, zingatia na Mungu atakubariki. Hadi kipindi kijacho, kumbuka kusubscribe kwa channel hii Ndoto TV. Likes zako ni za maana, kucomment na hata kutumia mwingine link pia inafaa. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Basi barikiwe sana. Ni mimi mchungaji wako Peter Shama. Tukutane katika kipindi kingine. Shalom.